Kwa majina naitwa Zablon Msena, mwenyekiti wa mtaa wa Nala. Kwanza napenda kutoa shukrani zangu za dhati kabisa kwa Sheli TV kwa ajili ya kufika mahali hapa. Lakini pia nishukuru sana wananchi wote wa Nala kwa juhudi wanazoonyesha zaidi kupokea yale maendeleo yanayoendelea katika mtaa wetu. Lakini ninajitahidi kupambana hasa kuleta maendeleo kwenye mtaa huu zaidi sana kwa wajasiriamali. Mtaa wa Nala ni mtaa mkubwa wenye watu zaidi ya 6,000. Sasa kulingana na idadi ya watu hao lazima kuwe kuna juhudi kubwa sana ya kufanya maendeleo. Tunashukuru sana vijana wa bodaboda sababu wanajituma. Sijawahi kupata malalamiko yoyote kwa bodaboda wanaochukua mikopo ya bodaboda, wanaochukua mikopo kwenye kundi mbalimbali, maana wanapambana na wanajikuta kijana mmoja anamiliki pikipiki 3, 4, 5 kwa ajili ya kuleta maendeleo. Kwa hilo nawapongeza sana vijana wa bodaboda. Lakini ni waombe sawa wale vijana ambao hawajitumi waige mifano kwa vijana wenzao wanaochukua pikipiki zao aidha mkopo pikipiki, wanarejesha na wanamaliza, wanachukua nyingine na nyingine. Unajikuta ndani ya miaka 3, 4 mtu anamiliki pikipiki 3 au 4. Kwa hiyo wawe na juhudi ya kupambana ili maisha haya yasije kuwalemea baadaye. Lakini pia ni wapongeze wa mama, wanapambana sana kina mama. Ukienda sokoni pale unakuta kina mama wanafanya biashara zao, na zile biashara zinakuwa zikuwaingizia kipato. Wanachukua mikopo yenye faida. Sasa tukiangalia rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa mikopo kwa ajili ya mama na vijana. Kwa hiyo kina mama wamejitahidi kuunda vikundi vyao, na ile mikopo haiwatupi mbali kwa sababu wanachukua mikopo na wanafanya biashara. Watu wengine wanafanya biashara za mantilie, wengine sokoni, na wengine vitenge na vitu vidogo vidogo wanafanya. Kwa hiyo katika hilo najivunia sana kuwa na kina mama kama hao katika mtaa wangu wa Nala. Lakini pia katika mtaa wangu wa Nala kuna vijana wengi wanaoshughulika na mambo ya uchomeleaji. Kwa hiyo wengi wanafanya kazi hiyo yote ni kujipatia riziki. Kwa hiyo najivunia sana kuwa na mtaa. Katika kata hii ya Nala ina mitaa 6 yenye idadi ya wakazi 11,000 na zaidi. Katika idadi hiyo ya wakazi 11,000, 6,000 wanatoka katika mtaa mmoja tu, mtaa wa Nala. Kwa hiyo mtaa una watu wengi. Nataka kutumia akili nyingi sana kuongoza huu mtaa. Namshukuru Mwenyezi Mungu ananipa hiyo hali naongoza vizuri katika mtaa huu. Lakini kitu kingine nimshukuru sana Mheshimiwa mbunge wa jimbo letu. Ameweka mkono wake wa hali ya juu sana kuleta maendeleo katika mtaa wa Nala. Bila kumsahau Mheshimiwa diwani wetu. Kwa juhudi zake amemshawishi mbunge na ameenda kuongea na mbunge, ameleta greda kwa ajili ya kufungua barabara Chinangali ikiwa ndani ya mtaa ambapo upimaji ulifanyika mwaka 2018-19, lakini barabara zilikuwa bado hazijafunguliwa hata moja. Lakini kwa juhudi yake Mheshimiwa diwani kiungana na mbunge, greda limekuja na inachonga barabara kule Chinangali sasa. Na pia kuna wadau ambao tuliwaomba watuongezee mafuta kule Chinangali na wametoa, kwa hiyo greda inaendelea kufanya kazi. Hizo ni juhudi za Mheshimiwa diwani pamoja na mbunge. Kwa hiyo katika mtaa huu wa Nala kuna mambo mengi sana ya kufanya sana yenye kuleta maendeleo. Nisisahau kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa ajili ya kukubali hospitali ya wilaya ijengwe katika mtaa wangu wa Nala. Hospitali kubwa imejengwa na hospitali ishaanza kufanya kazi. Zote ni juhudi za Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo najivunia sana kuwa mwenyekiti wa mtaa wa Nala kwa sababu mtaa wa Nala ni mkubwa wenye watu wengi,
na watu wenye akili, wenye uelewa mkubwa, na naamini utakuwa na maendeleo makubwa sana kulingana na mipango iliyopo ya jiji. Lakini pia kuna kiwanda cha madini kimejengwa na kimeanza rasmi kufanya kazi. Kwa hiyo yote pia ni juhudi za Mheshimiwa mbunge ambaye ni waziri wa madini. Kiwanda hicho kimejengwa hapa Nala. Kwa lazima tujivunie Nala kwa ni sehemu ambayo imetengwa kwa ajili ya maendeleo. Baada ya kuyasema haya, natamani sana kwenda kuona site ilipo ambapo greda linafanya kazi. Lakini pia ningetamani sana kwenda kuona mazingira ya sokoni ili tuone namna ambavyo watu wanapambana